Leo nataka kuongea na wanaume wenzangu, wanaume, my fellow men, my fellow champions, my fellow masters and leaders. Rafiki zangu wanaume, wengi tunaumia na tunapata shida sana inapokuja ishu ya mapenzi, ndoa, mahusiano. Tunalalamika, tunaachwa, tunaumia, tunaumizwa, wanawake wanatuchoka. Na wengi wamekuwa wanauliza, kwa nini mwanamke ananichoka mapema? Kwa nini mwanamke ananichukia? Kuna mazingira tofauti anaweza kufanya bila wewe kujua, ukajikuta umefanya na ukachokwa na ukachukiwa, na ikiwezekana hata penzi likafa alafu likakusumbua sana, especially pale ambapo unaumizwa, unachokwa na mtu ambaye unampenda. Sasa kumbuka, kwenye kuchokwa sio lazima uache. Unaweza kuwa mko pamoja, yuko pamoja ni mke wako, mpenzi wako, mchumba wako, lakini mapenzi yamekuwa ya kawaida kabisa, amekuchoka, au ni kesho na wewe. Sasa swali linakuja, kwa nini anakuchoka? Naomba nikupe mambo ya kuepuka ili mwanamke asikuchukie na kukuchoka mapema. Mambo ya kuepuka ili mwanamke asikuchukie na kukuchoka mapema. Sasa haya mambo yanaweza asifanye kazi kwa mwanaume, kwa mwanamke. Yaani mwanamke ayafanye haya ili mwanaume asimchoke. Yanaweza asifanye kazi yote, lakini yako zaidi kwa mwanaume, kwa sababu mwanamke na mwanaume wanatofautiana kwenye mambo mengi sana. Kwa mwanaume, ukiishi haya mambo utachokwa mapema, utachokwa haraka, na anaweza akakuchukia mapema sana. Mambo manne. Jambo la kwanza, epuka sana kuwa available all the time. Epuka sana kuwepo muda wote. Yaani wewe upo muda wote, nyumbani uko muda wote, hutoki, uko umejifungia tu, unakaa chumbani, unakaa sebleni, unaangalia TV, hutoki kufanya kazi, hutoki kutafuta connections, hutoki kutafuta maisha. Unakaa ndani, unafikiri kukaa ndani ni mahusiano, ndo mapenzi, ndo kulea ndoa. Mwanamke hapendi, anataka mwanamume anaenda kutafuta. Na sikiliza, niweke mpaka. Sio kwenda kutafuta na kulala huko miaka yote, sio kwenda kutafuta na kuto kurudi, lakini toka, go search, go push, go find, go tafuta maisha, rudi. When you are available all the time, unapokuwepo muda wote, mara kwa mara, mwanamke anaweza akakaa muda wote nyumbani na maisha yakaendelea, ndoa yakaendelea, na mwanaume akafurahi sana. Lakini wewe ukikaa muda wote nyumbani, mwanamke hapendi, atakuchoka. Iko designed hivyo na Mungu. Adamu akaambiwa, nenda ka subdue the land, nenda katunze. Unatakiwa uwe kwenye kutunza, kwenye kufanya kazi, sio tu kukaa nyumbani muda wote. Uko available all the time physically, uko available all the time. Yaani simu yako ikipigwa, upo, umepokea sasa hiyo, hata haijaita mara mbili, upo. Huna cha kufanya, huna ubize wowote. Mwanaume, una tatizo wewe. Jambo la pili, epuka kujielezea sana, epuka kujitetea sana, epuka kulialia hovyo mbele ya mke wako na mwanamke wako. Epuka kukosa ujasiri. Kitu kidogo unalia, unaongea, unaomba msamaha sana, wakati unakuta sio ukosa uliofanya wewe. Unajitetea sana. Unajua wanawake wanataka aone a man in you. Anataka aone mtu ambaye yuko strong kwenye hisia, anataka aone mtu ambaye yuko strong kwenye maelezo yake, anataka mtu ambaye yuko anaishi kimantiki. Yani umekosea, unaenda straight to the point, hufichi, hujitetei, unasema kitu. So unajitetea, unajitetea. Kama ni straight umefanya, sema umefanya, omba radhi, maisha yaendelee. Sio unazunguka. Mwanamke hapendi, atakuchoka mapema. Jambo la tatu, usiondoke kwenye nafasi yako ya uongozi. Don't stop being a leader. Mwanamke anafahamu kabisa wewe ndio kiongozi, na ukiona mwanamke ambaye anataka hiyo nafasi yako ya uongozi, anataka kuongoza yeye, anataka kukukontrol, huyo tayari ni shida, hakufai. Mwanamke ambaye ni wife material anajua wewe ni kiongozi, anajua wewe ndio msemaji mkuu, anajua wewe ndio unaongoza njia, anajua wewe ndio una dictate rules. Kwa hiyo usiondoke kwenye hiyo nafasi. Anakosa protection,
anakosa mtu wa kumlinda, kwa sababu wewe protection yako ndio inamlinda, maamuzi yako ndio yanamlinda. Usiondoke kwenye hiyo nafasi. Unataka upewe zaidi wewe, ufanyiwe zaidi wewe, uhudumiwe zaidi wewe, upendwe zaidi wewe. Hutaki kuongozwa, hutaki kusimama kwenye majukumu yako, hutaki kufanya maamuzi, hutaki kubeba majukumu. Unataka umtegemee badala wewe akutegemee na familia ikutegemee wewe. Usikae kwenye nafasi hiyo. Unauliza kila kitu, unauliza msaada kila kitu, unauliza kila swali, unauliza mke wako. Hapana, usitoke kwenye nafasi yako ya uongozi. Jambo la 4, usikose kuishi maisha ya malengo na maisha ya maono. Usikose maono mwanaume, usikose malengo mwanaume. Ongozwa na maono mwanaume, ongozwa na malengo mwanaume. Unajiona wapi miaka 5 na familia yako? Unajiona wapi wewe na kazi yako miaka 6 inayokuja? Simamia maneno yako, simamia maamuzi yako. Be a yes or a no person. Kama ni ndio, sema ndio. Kama ni no, sema no. Usiogope kusema yes kwenye sehemu yenye no, au kusema no sehemu yenye yes. Hapana, yes iwe yes na no iwe no, kama maandiko yanavyosema. Usiwe chawa mwanaume. Simama kwenye malengo na maono yako. Usipindishwe kirahisi. Mke wako anashangaa, marafiki huyu akija kwenye maisha yako umebadilika, akaja rafiki huyu umebadilika, anakuja rafiki huyu unachelewa kurudi, anakuja rafiki huyu umeanza ulevi, huna msimamo kwenye maisha yako. Watoto wako na familia yako wanataka waone mwanaume mwenye msimamo. Na jambo la mwisho, don't tolerate everything. Usivumilie kila kitu. Usivumilie ujinga, usivumilie nonsense. Ukisema kitu fulani ambacho umesema kama baba au mume wa familia, kifatwe. Usivumilie na kuomba radhi wakati wewe umekoroma baada ya kitu kuto kufatwa. Usivumilie kuto kuheshimiwa. Usivumiliwe vitu sheria za familia yako kuvunjwa kirahisi. Don't be a silly lazy person. Mwanaume hapana. Usiwe mvumilivu wa vile ambavyo havivumiliki. Tofautisha vinavyovumilika na visivyovumilika. Familia yako ijue, na mke wako ajue, na mwanamke wako ajue kuna ambavyo huvumilii. Vitu vya imani, don't tolerate. Msimamo ukiweka wa imani, weka msimamo imani. Kuwa mwanaume wa familia. Mambo haya usipoyaepuka ukayafanya mara kwa mara, utachokwa, utaachwa, utateswa na mwanamke. Nakupa kodi hii kama mwanamume. Kuwa mwanaume. Be a man, be a champion, be a leader and go lead. Naitwa Dr. Chris Mauki.